Mbunge Msukuma amesikika akitoa kauli dhidi ya ujio wa Rio Ferdinand ambaye ameletwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda. Mbunge Msukuma amesikika akisema, sisi tunahangaika na mashimo, nyie mnatuletea Rio Ferdinand ndio nani? Sasa haya yamekuja wakati ikijadiliwa bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba Makonda anahusika na Wizara ya Michezo, Habari pamoja na Utamaduni, lakini kinachojadiliwa ni Wizara ya Ujenzi. Sasa ukipiga hesabu zako za haraka unajiuliza kwamba inawezekanaje Makonda ameingiaje katika jambo hili? Sasa kwa kifupi ni kwamba kauli hii imeleta utata mkubwa sana, kwa sababu hata wewe unaweza ukawazi inawezekanaje Rio Ferdinand aingie katika Wizara ya Ujenzi wakati Makonda amemleta mtu katika masuala ya michezo na utamaduni. Ama kwa hakika ukichunguza unagundua kwamba hakuna kosa lolote la Paul Makonda kumleta Ferdinand, kwa sababu kusema kweli ujio wa Rio Ferdinand wala haujasababisha mashimo ya barabara ambayo alikuwa akilalamikia Msukuma, kwa sababu hata ukichunguza Ferdinand wala hakusafiri kwa gari, bali yeye alisafiri kwa SGR. Sasa ujio wa Rio Ferdinand una faida kubwa kuliko vile ambavyo Msukuma anaweza kuwa anadhani, na kwa vyovyote ujio wa Rio Ferdinand hauhusiani kabisa na barabara kuwa mbovu. Ujio wa Rio Ferdinand, kwanza Rio Ferdinand amekuja amesafiri kwa SGR. Rio Ferdinand amekuja amewasili bungeni, lakini Rio Ferdinand amekuja ametalii Serengeti. Kwa hiyo ukichunguza kwa undani, ukichunguza kwa kina, utagundua kuwa kwa vyote vile ujio wa Rio Ferdinand una faida nyingi kuliko hasara, na utagundua na utaungana na mimi kwamba mashimo yaliyopo barabarani wala hajayachimba Rio Ferdinand. Kwa wanamichezo, ujio wa Rio Ferdinand ni hamasa kubwa sana kuhusiana na masuala ya michezo katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu Rio Ferdinand alikuwa ni mchezaji mkubwa sana ambaye alichezea timu kubwa kabisa ya Manchester United, tena alichezea kwa mafanikio makubwa. Kwa ujio wake unahamasisha, unaendana kabisa na wizara hii ya habari, utamaduni pamoja na michezo. Kwa hivyo ukitazama ujio wa Rio Ferdinand una faida kubwa sana katika masuala ya michezo katika nchi yetu, kwa sababu amekuwa ni mchezaji wa klabu kubwa kabisa ya Manchester United. Kwa ujio wake ni chachu kubwa sana, unatusaidia sana katika kuhamasisha michezo. Na Makonda yeye anahusika na wizara hii ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kwa mfano, michezo ina nafasi kubwa sana ya kuweza kuitangaza nchi. Kwa hiyo faida ya pili ya ujio wa Rio Ferdinand ni kuweza kutangaza utalii, kwa sababu Rio Ferdinand ameshafika mpaka Serengeti na ametazama jinsi ambavyo wanyama wanavyohama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo katika Afrika ya Mashariki, sisi Tanzania lazima tuhakikishe kwamba tunatangaza utalii. Kwa mfano, ukitazama Rwanda, wao wamechagua kutangaza utalii kwa kupitia michezo hii. Ukienda katika timu mbalimbali zilizo katika ligi kuu ya Uingereza, utaona kuna baadhi ya timu zinavaa jezi zao zikiwa zimeandikwa Visit Rwanda. Kwa hiyo hata sisi kutumia wanamichezo kama Rio Ferdinand na wengineo ni faida kubwa zaidi katika kutangaza ama katika kuhamasisha michezo katika nchi yetu, lakini pia katika kuhamasisha utalii. Sasa huu utalii huu
ukikuwa utalii, maana yake watalii wakija Tanzania tutaweza kujipatia fedha za kigeni ambazo zitatumika kurekebisha barabara ambayo analalamikia Msukuma. Kwa hiyo msimamo wetu ni kwamba ujio wa Rio Ferdinand wala hauhusiani kwa vyovyote na mashimo yanayoonekana barabarani, lakini Msukuma kuhusisha swala la Rio Ferdinand katika Wizara ya Ujenzi inaleta utata kwamba bwana Msukuma alikuwa anamaanisha kitu gani. Sasa pamoja na kwamba Msukuma katika hili alizungumza jambo ambalo limetoka nje kabisa ya hoja, amezungumza jambo ambalo halihusiani kabisa na masuala ya ujenzi, lakini kuna mambo mazuri sana ambayo Msukuma alikuwa akijaribu kuyaeleza na ameyaeleza vizuri sana. Yeye alikuwa akijaribu kuzungumzia namna ambavyo watu wanaohusika na usafirishaji wanahangaika na adha ya mashimo katika barabara. Na anazungumza haya akiwa Msukuma mwenyewe anakiri wazi kwamba amekuwa dereva kwa muda wa miaka 6 kabla hajawa mbunge, akisafirisha watu kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo alikuwa akijaribu kujadili katika huu mfuko wa road fund ijaribu kuangaliwa namna ili ziweze kuletwa fedha kwa ajili ya kuboresha, akitoa mfano kwamba zilitolewa bilioni 900, zilipitishwa bilioni 900, lakini ambazo zilienda katika ujenzi ni bilioni 200, hata nusu hazijafikia. Kwa hiyo anajaribu kulalamikia ubovu wa barabara na akaomba kwamba pengine rais anatakiwa apite kwa mguu ili aone pengine watu wanamdanganya kwa sababu amekuwa akipita kwa ndege. Sasa na yeye anasema kabisa wazi kwamba haungi mkono bajeti hii. Ikumbuke kwamba bajeti hii Msukuma anakuwa ni mbunge mwingine tena ambaye amekuja kuipinga bajeti hii. Tunakumbuka Nape Nnauye naye alipingana vikali na bajeti hii, alipinga vikali kupitisha bajeti hii inayohusiana na masuala ya ujenzi, hasa katika masuala ya miundombinu ya barabara. Kwenye mlima Sarani, mtu mmoja nadhani ni mfasi wao kutumia message ile gari ilivyo na matairi yake Michelin yalivyopasuka. Hapa kaniambia, nyinyi wabunge, yani sisi tunahangaika na mashimo, pia mnatuletea Rio Ferdinand. Ndio nani? Nataka kujiuliza hivi vitu ndugu zangu. Leo hii Mheshimiwa Naibu Spika, hebu ondoka hapa, nenda Mwanza uone hii barabara. Ukitoka tu hapa kwenda kupata kwa waziri mkuu, ukisalimika kupasua tairi, una bahati. Ondoka Singida, nenda Arusha. Ondoka Arusha, nenda Tanga. Ondoka Dodoma, nenda Morogoro. Ondoka Dodoma, nenda Mbeya, nenda Songea. Ndugu zangu, kama tulikaa wenyewe mndani tukapitisha bilioni 956, mpaka leo tunaenda kumaliza mwaka mmepeleka bilioni 212 na hela mmeshakusanya zote. Sasa tuzungumze nini sisi wabunge? Tuzungumze nini? Na nimwombe Mheshimiwa Rais kama anatusikiliza, apange ziara ya kupita kwa mkuu. Wengine labda wanampitisha kwenye ndege, haoni huku chini. Mimi ningekuwa naweza kuwakombisi wabunge, tungekanseli mipango yote ya mwaka huu, tukarabati kwanza hizi barabara. Mimi nimekuwa dereva wa heshima wabunge miaka 6, naendesha basi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam wakati huo wa rough road. Sasa hivi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam ni sawa na rough road. Rais kafanya